Vikosi vya Urusi viliweza kuangamiza takribani wanajeshi 50 wa Ukraini na takribani magari 20 ya jeshi la Ukraini katika mashambulizi ya pamoja karibu na makazi ya huko Lubovinka mkoani Kharkov, ambako mtaalamu mmoja wa kijeshi kutoka nchini Urusi ameweza kuripoti hivyo. Baada ya taarifa ya mashambulizi ya Urusi ambayo ilisababisha wanajeshi wa Ukraini takribani 50 kuweza kuuawa, pia nitakufahamisha taarifa nyingine ambayo Marekani imeweza kutangaza kwamba iko tayari kufanya mazungumzo au kuanza mazungumzo ya usalama kati ya Urusi na NATO. Karibu sana katika undani wa taarifa hizi na kusihi ya kwamba ungana nami mwanzo hadi mwisho. Nitakufahamisha hapa ambako pia utasikia kiundani kabisa kuhusu taarifa hizi. Nikianza na taarifa ya mashambulizi ya jeshi la Urusi, ambapo imeripotiwa ya kwamba wanajeshi wa Urusi waliweza kuangamiza takribani wanajeshi 50 wa Ukraini na takribani magari 20 ya jeshi la adui yani Ukraini katika mashambulizi ya pamoja karibu na makazi ya huko Lubovinka huko mkoani Kharkov. Mtaalamu wa kijeshi anayefahamika kama Andrei Marchenko aliweza kuambia hivyo shirika la habari TASS kutoka nchini Urusi. Alisema ya kuwa vifaa vya kurekodia moja kwa moja kwenye mipaka ya magharibi ya Jamhuri ya Watu wa Lugansk viliwezesha vikosi vya Urusi kufichua mkusanyiko wa vifaa vya kijeshi vya Ukraini na askari katika makazi ya huko Lubovinka, ambapo Ukraini ilikuwa ikijiandaa kutuma askari na vifaa kwenye mstari wa mbele wa kivita karibu na makazi ya huko Petrovskoye katika Jamhuri ya Watu wa Lugansk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marchenko amesema hivyo, ambako mtaalamu amenukuliwa kuwa mashambulizi ya pamoja yalitolewa na jeshi letu yalishambulia baadhi ya sehemu ya vikosi vya adui na uwezo katika maeneo ya muda ya kutumwa na sehemu nyingine kwenye maandamano. Makadirio ya awali yanaonyesha kuwa wapiganaji wa Urusi waliwaangamiza hadi wanajeshi 50 wa Ukraini na takribani vitu 20 vya silaha na vifaa vya kijeshi. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marchenko ameweza kunukuliwa hivyo na shirika la habari TASS kuhusu taarifa hii. Taarifa nyingine ambayo nilikudokeza kufahamisha ni kuhusu Marekani ya kwamba tayari imetangaza ya kuwa iko tayari kuanza mazungumzo na Urusi kuhusu NATO, ambapo Washington imependekeza kurejelea mazungumzo ya kiusalama ambayo yamekwama kwa muda mrefu chini ya mfumo wa baraza la NATO na Urusi yani NRC kama sehemu ya juhudi za kujadili makubaliano ya amani kati ya mzozo wake na Ukraini. Shirika la habari la Bloomberg limeweza kuripoti hivyo. Ripoti hiyo ilikuja kabla mazungumzo ya moja kwa moja kati ya wajumbe wa Urusi na Ukraini, ambako NRC, jukwaa lililoundwa mwaka 2002 kwa ajili ya mazungumzo kati ya kambi ya kijeshi inayoongozwa na Marekani na Moscow, ilisitisha kikamilifu shughuli za vitendo mwaka 2014, ambapo mwaka huo pia Crimea ilijiunga na shirikisho la Urusi baada ya kufanya kura maoni kufuatia mapinduzi ya kijeshi iliyoungwa mkono na Magharibi huko Kiev. Baraza lilikutana kujadili hali ya Ukraini mara 11 hadi kuongezeka kwa mzozo mnamo mwaka 2022, ambapo NATO ilikata mawasiliano yoyote. Inasemekana ya kuwa Washington imejitolea kufufua muundo wa NRC kama sehemu ya juhudi zake za kuizungumzia Urusi kusimamisha mzozo wake na Kiev. Mwezi uliopita, mjumbe maalum wa Marekani anayefahamika kama Steve Witkoff alitembelea huko Moscow na inaripotiwa kujaribu kumshawishi rais wa Urusi Vladimir Putin akubali kusitishwa kwa mapigano ambayo yatasimamisha mapigano katika mstari wa mbele wa kivita ili kubadilishana na msamaha wa vikwazo na utambuzi wa Amerika kwa Crimea. Marekani tangu wakati huo imeongeza maelezo mapya kwenye pendekezo hilo, ikiwa ni pamoja na ofa ya kufufua mazungumzo ya usalama chini ya baraza la NATO Russia. Chanzo hicho kiliandika Alhamisi kikinukuu chanzo kisichojulikana kinachofahamu swala hilo. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameunga mkono pendekezo la Putin la kurejesha mazungumzo moja kwa moja ya amani kati ya Moscow na Kiev licha upinzani wa awali kutoka kwa Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine.
ambapo kiongozi huyo wa Ukraine aliitaka Urusi ikubali kwanza usitishaji vita wa siku 30 bila masharti, matakwa ambayo Moscow imekataa mara kwa mara, ikipinga ya kwamba kusitisha kwa muda ingetumiwa na Kiev kujipanga upya na kujipanga kwa mashambulizi mengine.